Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Wazo linalotuongoza katika Dominika hii ni safari ya Emmaus. Safari ya Emmaus. Masomo yanayotuongoza katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya pili aya ya 14 na ile aya ya 22 hadi 28. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, ile sura ya kwanza aya ya 17 hadi ya 21. Na injili ni Injili ya Luka, ile sura ya 24 aya ya 13 hadi 35. Ndugu zangu, tutaiangalia hii safari ya Emmaus. Safari ya Emmaus kwa ufupi tu, hii ni misa. Safari ya Emmaus imegawanyika katika sehemu kuu mbili, yaani sehemu ya neno na sehemu ya Ekaristi Takatifu, kumega mkate. Liturujia ya neno na liturujia ya Ekaristi Takatifu. Mwisho wafuasi wanarudi kutangaza habari njema, kutangaza matendo makuu ya Mungu yaliyotokea katika safari. Mimi na wewe huwa tunafanya safari hii kila tunapohudhuria misa takatifu. Swali linabaki, je, tunamtambua Kristu anayetembea nasi? Je, tunamsikiliza vizuri katika safari? Je, tunamtambua kweli katika kumega mkate, yaani Ekaristi Takatifu? Je, tunaenda kutangaza yale tuliyoyasikia na kuyaona, au akili za mioyo yetu na macho yetu bado zimefungwa? Safari ya Emmaus. Safari ya Emmaus. Hilo ndilo wazo katika Dominika hii. Tuanze tafakari yetu vizuri kabisa tukiangalia masomo. Somo la kwanza kama nilivyosema linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya pili aya ya 14 na ile aya ya 22 hadi ya 28. Hii ni hotuba ya kwanza ya Petro akieleza tukio kubwa la Pentekoste, ambapo Roho wa Mungu anamiminwa kwa watu wote, kwa wateule wake, wake kwa waume, vijana kwa wazee, likiandamana na ishara na maajabu na uweza wa Mungu unaoonekana na kushuhudiwa na watu wote. Petro anaeleza tendo kuu la ufufuko wa Yesu Kristo kwa ujasiri. Ni huyu Petro aliyekuwa dhaifu, aliyemkana Kristo, yule aliyerudi kufua, lakini leo kwa ujasiri anatangaza matendo makuu ya Mungu. Petro na mitume wengine wanashuhudia na kueleza tukio hilo kwa ujasiri wa hali ya juu na kwa moyo mkuu. Hivyo Kristo kwa ufufuko, Petro anaeleza kuwa ndiye pekee tumaini la ufufuko wetu pia. Kristo ndiye pekee heri yetu ya mbinguni. Kristo ndiye kiongozi katika safari yetu hapa duniani. Tuimbe, tumshangilie na tuseme kama Petro alivyosema na kushuhudia ile Zaburi ya 16 aya ya 8 hadi ya 11. Petro aliisema na tumeisikia. Mimi na wewe turudi leo na tuisome, tuimbe na tushangilie, tutangaze matendo makuu ya Mungu yaliyotokea au tuliyoshuhudia kipindi cha Pasaka. Ufuko wa Kristo utupe ujasiri wa kuanza safari upya, wa kumtangaza Kristo mfufuka kwa ujasiri mkubwa sana. Somo la pili nimesema linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, ile sura ya kwanza aya ya 17 hadi ya 21. Ni katika waraka huu Mtume Petro anawaasa wasafiri au wa Kristo kuwa walikombolewa kwa damu ya thamani sana. Hivyo katika safari yao yenye changamoto mbalimbali, changamoto nyingi, wajitahidi sana kuishi kitakatifu na kumtegemea Kristo ili kuwa salama, ili kufika salama katika safari yao ya kuelekea mbinguni, Yerusalemu mpya. Ndugu zangu, tendo la Pasaka litupe hali ya kuelewa hilo, kwamba tumekombolewa kwa damu ya thamani. Tuishi kitakatifu,
tutembee kitakatifu na Kristo ili tuweze kumwona katika ufalme wa mbinguni. Tuombe neema sana, tufunuliwe maandiko ya kuelewa hilo ambalo limeelezwa na Mtume Petro, na tuyasome maandiko haya na yatupe nguvu na mwanga kweli wa kutembea kitakatifu katika safari yetu. Wazo linabaki safari ya Emausi. Ndugu zangu, nguvu ya neno la Mungu na kumsikiliza Kristo katika maandiko matakatifu katika safari tunaisikia katika somo la Injili. Injili kama nilivyosema inatoka katika Injili ya Luka ile sura ya 24 aya ya 13 hadi 35. Hii ni moja ya simulizi yenye utajiri mkubwa sana kuhusu ufufuko. Ni moja ya simulizi ambayo tumeisikia sana, tunaielewa sana, hata ikiwa inasomwa tu tayari tunajua. Wafuasi wa Emmaus hawa wanaenda Emmaus, mmoja anatajwa jina, mwingine hatajwi. Yawezekana basi huyu asitajwa ni mimi na wewe. Mara nyingi tunaita simulizi hii safari ya Emmaus. Naomba ieleweke vizuri kuwa hii si tu safari ya wanafunzi wawili wanaotembea kutoka Yerusalemu kwenda Emmaus, bali ni safari yetu sisi. Hii ni safari ya kila Mkristo, safari ya kutoka kuchanganyikiwa kuelekea kuelewa. Ni safari ya kutoka kukata tamaa kwenda kwenye tumaini. Ni safari ya kutoka upofu kwenda kuona. Ni safari ya kutoka gizani kwenda katika mwanga. Ni safari ya kutoka Emausi na kurudi tena Yerusalemu kutangaza matendo makuu ya Mungu. Mara baada ya kusikia na kumwona Kristo katika kuumega mkate. Nilisema hapo mwanzo, safari ya Emausi ni misa. Ni misa takatifu hii. Tuombe sana neema ya kusikiliza vizuri neno la Mungu katika Dominika hii na kumwona Kristo katika kumega mkate, yaani katika Ekaristi Takatifu tutakaopokea katika Dominika hii. Na padri akisema nendeni na amani, twende kweli na amani, tumtangaze Kristo aliyefufuka. Watu wakituona, wakiona nyuso zetu, matendo yetu, mahusiano yetu na wengine, maisha yetu, mabadiliko yetu, waseme kweli Kristo amefufuka. Safari ya Emmaus. Tukiwa na wazo hili la safari ya Emmaus ambayo ni misa, naomba tafakari mawazo madogo mawili ambayo yatagusa moja kwa moja maisha yetu, ambayo yanaakisiwa katika hii safari. La kwanza, watu wanaondoka Yerusalemu. Watu wanaondoka Yerusalemu. Naomba tuelewe tena hili wazo dogo hili. Watu wanaondoka Yerusalemu. Askofu Robert Emmet Patrick Barron, askofu wa jimbo la Winona, Rochester, na mwanateolojia maarufu, katika tafakari yake ya injili hii anasema, sehemu hii ya maandiko ni summary au ufupisho wa safari yetu ya kiroho. Ni ufupisho wa safari ya maisha yetu hapa duniani. Askofu anasema watu hawa wawili wanaondoka Yerusalemu kwenda Emausi, kijiji kilicho mbali na Yerusalemu, maili 7 hivi, mwendo wa masaa mawili. Wanaondoka Yerusalemu. Watu wanaondoka Yerusalemu. Ikumbukwe kila kitu katika Injili ya Luka kinatembea kuelekea Yerusalemu. Yerusalemu ni kitovu au kiini cha kila kitu katika Injili. Huko ndiko matendo makuu ya Mungu yanatokea. Huko ndiko mateso, kifo na ufufuko wa Kristo unatokea. Huko ndiko Roho Mtakatifu anawashukia mitume. Huko ndiko Kristo anakaza uso wake kuelekea. Lakini cha kushangaza leo, wafuasi hawa wanaondoka Yerusalemu. Wanaenda mbali na Yerusalemu. Wanaenda njia ambayo siyo yenyewe. Wanaenda mbali na kitovu. Wanaenda mbali na kule ambako Kristo alikuwa ameelekeza uso wake. Wanaenda njia ambayo siyo. Na hayo ndiyo maisha yetu.
Tunaishi katika ulimwengu ambao wengi wanaondoka Yerusalemu. Mtanielewa baadaye. Tunaishi katika ulimwengu ambao Wakristo wengi wanaelekea Emausi. Tunaishi katika ulimwengu ambao wengi wanaenda njia ambayo sio yenyewe. Tukiwa wa kweli, na inaumiza sana, watu wanaondoka Yerusalemu. Nitawaeleza sasa muweze kuelewa. Moja, watu wanaondoka kutoka kwenye familia zao. Watu wanaondoka kutoka kwenye familia zao. Baba anaondoka, mama anaenda mbali. Hii inashuhudiwa sana. Wengi wako mbali kimtazamo, kihisia, kimazungumzo, wanaishi paa moja ila washaondoka zamani. Watu wanaondoka na kule ambako tulitarajia waende, watu wanaondoka. Mbili, wale ambao wako kwenye uchumba wanaondoka pia. Wanatembea si kuelekea Yerusalemu bali Emausi. Wapo tu miaka nenda rudi, hakuna ndoa. Wapo tu kwa sababu wamezaa pamoja, ndugu jamaa wanajua uhusiano wao, wataonekana kwamba hawafai machoni pa watu, ili kuficha aibu basi wako pamoja. Wako pamoja kwa sababu wametoleana mahali, ila safari yao si kuelekea Yerusalemu bali wanaondoka kuelekea Emmaus. Tatu, nitawaeleza ili muweze kuelewa kwa kina. Kuna wazazi wanalia usiku na mchana, watoto wao wanaondoka kutoka katika maadili, tabia, mafanikio, ndoto au njia ile ambayo wao wanaona inaelekea Yerusalemu. Wanashuhudia na hawana la kufanya, wamebaki kuumia tu, na naomba sana, maana au watoto hawashauriki tena. Wanaondoka, wanapotea, wanaenda mbali. Wazazi wanalia kwa sababu wamepelekwa na makundi, wanasafiri na hisia zao, wanaona watoto wao wanaondoka mbali na Yerusalemu. Watu wanaondoka Yerusalemu. Nizidi kueleza tena ndugu zangu, ili uweze kuelewa tena. Watu wanaondoka maofisini, wanaenda mbali, wanaenda Emausi. Wanafanya kazi ila mioyo yao na akili zao ziko mbali kabisa. Wanawaza na kuomba fursa nyingine. Ofisini tena hakuna furaha, hakuna amani, hakuna tena uelewano. Watu wapo tu, lakini wanaondoka kuelekea Emausi. Watu wanaondoka Yerusalemu. Niwaeleze tena kiroho, watu wanaondoka Yerusalemu. Ni wafuasi, ni Wakristo wa majina tu. Hawasali tena jumuiya, hawasali Jumapili, hawatoi zaka, shukrani wala sadaka nyingine zozote. Hao ni Wakristo wa matukio tu, misiba, sherehe au shida za kikanisa ndio utawaona. Bila hivyo wameondoka kuelekea Emausi. Emausi nitawaeleza kwa mchungaji yule, kwa mwinjilisti yule, kwa nabii yule, kwa mtume yule, kwa kuhani yule, kwa mganga yule. Watu wanaondoka Yerusalemu. Mbaya zaidi, wanajiona wako sahihi, kumbe wanatoka Yerusalemu kuelekea Emausi. Watu wanaondoka Yerusalemu. Niulize kitu hapa cha tafakari kubwa sana. Hivi mnadhani kwa nini watu wanaondoka Yerusalemu? Hivi unadhani kwa nini watu wanaondoka Yerusalemu? Tumesikia jibu hapa ambalo linatoka kwa hawa wafuasi wanaoelekea Emausi. Wanasema, sisi tulikuwa tukitumaini ya kuwa ndiye atakayekomboa Israeli. Ile aya ya 21. Hili ni jibu la huzuni sana, ni jibu la kuvunjika moyo, ni jibu la kukata tamaa. Waliamini Masihi ambaye angewakomboa Israeli kisiasa, badala yake walishuhudia mateso, kifo na aibu, wakaondoka. Ndugu zangu, huu ni ukweli, ni ukweli. Wengi wanaondoka Yerusalemu. Nitaeleza kiroho kwa sababu gani? Kwa sababu matarajio yao juu ya jinsi Mungu anavyopaswa kutenda yanakuwa tofauti. Sisi tulitarajia, kwa sababu majibu ya maombi yao yanakawia. Walitarajia hakuna kinachotokea. Kwa sababu majibu ya changamoto zao yanakawia, Mungu aingilii kati. Walitarajia
mambo yanakwenda tofauti, wanakata tamaa, wanaondoka. Wanaondoka. Watu wanaondoka Yerusalemu. Kwa nini watu wanaondoka kijamii? Watu wanaondoka Yerusalemu. Kwenye familia mambo yanaenda tofauti na matarajio yao. Walitarajia amani, walitarajia upendo, walitarajia furaha, walitarajia kusaidiana, walitarajia kushikana pamoja, kutembea pamoja, kunyanyuana, lakini ni tofauti, matarajio tofauti kabisa. Watu wanakata tamaa, wanaondoka kwenye familia. Watu wanaondoka kwenye mahusiano kiukweli kabisa, kwa sababu mambo yanaenda kinyume na matarajio yao. Walitarajia, lakini basi wamekata tamaa. Sasa watu wanaondoka makazini kwa sababu hali ni tofauti. Walitegemea kwamba hapo ndipo watakapopiga hatua za maisha, ndoto zao zitatimia, lakini tofauti. Matarajio yakienda tofauti kabisa, watu wanaondoka. Kisaikolojia, niwaeleze ukweli, kuna watu wameshajikatia tamaa, wanaishi tu mradi siku ziende, kwa sababu uhalisia wa maisha haufanani na matarajio yao. Watu wanaondoka, na kikubwa ambacho lazima tukielewe, watu kama walivyokuwa wafuasi wale, wanajua habari zote, wanajua kila kitu. Tumesikia wafuasi wanaeleza kabisa habari za Yesu. Yesu anapouliza habari zake, wanamweleza habari za Yesu. Wanasema mambo gani? Wakamwambia mambo ya Yesu Mnazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Watu wanajua habari, wafuasi walikuwa wanajua habari zote hizi, ila walichokuwa wanakijua akiendani na kile walichokuwa wanakitarajia. Watu wanajua habari za ndoa, watu wanajua habari za dini, watu wanajua habari za familia, wanajua kila kitu, habari za maisha, ila matarajio yao au wanachokielewa akiendani na matarajio, wanaondoka. Watu wanaondoka Yerusalemu. Habari za maisha, habari za Mungu haziendani na matarajio yao, hivi wamekata tamaa. Wanaoyasikia Jumapili hayaendani na wanaoyapitia Jumatatu. Wanaondoka Yerusalemu. Watu wanaondoka. Safari ya Emmaus ni safari nzuri sana ndugu wangu katika Kristo, lakini kuna jambo zuri hapa katika safari. Jambo zuri sana, ni habari njema hii, lakini ni jambo jema. Tumesikia japo wanaelekea Emmaus, japo wanaondoka, japo wanatembea kwa huzuni, japo wamekata tamaa, japo Yesu mwenyewe anakaribia na kuandamana nao. Ile aya ya 15 ni jambo la neema sana. Hili ni tukio la neema kubwa ambalo lazima tulijue, ili tupe nguvu, itupe moyo sisi tunaotembea katika safari yetu hii ya Emmaus. Iko hivi, hata tunapokuwa na mashaka, hata tunapokuwa tumekata tamaa, hata tunapoenda mbali, hata tunapokuwa tumechanganyikiwa, hata tunapoelekea Emmaus, Kristo daima yuko pamoja nasi, akitembea pamoja na sisi. Yawezekana tusimtambue, yawezekana tusielewe, yawezekana tusijue kwa sababu ya changamoto au giza ambalo linatufunika, lakini Kristo siku zote yuko pamoja nasi katika safari. Mtakatifu Yohane Krisostomo anasema hivi, Kristo yupo daima na sisi, ila sisi hatupo daima na yeye. Ndugu zangu, ndio maana kanisa linasisitiza sana katika safari ya Emmaus hapa. Hasa Baba Mtakatifu Francisco wakati akieleza masuala ya sinodi, kutembea pamoja, alisisitiza sana, na ndio msingi wa kanisa hapa. Kanisa linasisitiza na nataka watu kuelewa, unapoona mtu anaenda mbali, unapoona mtu anatembea kuelekea Emmaus, badala ya kumnyoshea kidole, kumhukumu, kumtenga, kumsema kwa maneno, msogelee, ongea naye, msikilize, muulize maswali. Ni katika hayo, ni katika kutembea pamoja na huyu mtu anayeelekea Emmaus, anayetoka Yerusalemu,
utajifunza mengi, utaelewa mengi, na hapo ushauri wako utakuwa na maana na utaweza kumrudisha tena Yerusalemu. Tumesikia Yesu baada ya kuwasikiliza anaanza kuongea, anaanza kueleza mambo yaliyomhusu yeye, anaeleza juu ya neno. Kupitia maandiko, uelewa wao unaanza kubadilika taratibu. Matukio yale yale yaliyosababisha wao kukata tamaa sasa yanaonekana kwa jicho la kipekee kabisa. Mara zote ni kuombe, ukiwa na mashaka, ukiwa na changamoto, ikiwa njiani kuelekea Emmaus, kimbilia neno la Mungu, msikilize Kristo, utarudi ukiwa tofauti kabisa. Safari ya Emmaus, Yesu anatembea nao, lakini ni katika kutembea nao anaanza kuwabadilisha taratibu, Hili ni jambo la neema sana, ni jambo la kutupa moyo sana sisi ambao tunaelekea Emmaus. Tumetoka Yerusalemu. Kristu hajatuacha, Kristu anatupenda, Kristu anaongea na sisi. Mioyo yetu iwake, mioyo yetu iongee, inaisikia sauti ya Kristu anayeongea na sisi. Mara zote wataalamu wa saikolojia wanasema hivi, moyo una nguvu ya kuona kile ambacho jicho haliwezi kuona. Wakati fulani, hata wakati wa hatari, kuna sauti ya ndani inaongea na sisi, ila wakati fulani kwa sababu tu ya upofu wa macho tunaifunika ile sauti, tunaizima ile sauti, halafu baadaye tunasema laiti ningalijua. Kwa nini moyo wangu haukushtuka? Hapana, moyo ulishtuka, ila sauti ile uliizima. Leo msikie tena ile sauti, msikie Mungu anaongea na wewe. Na jambo la pili ambalo tulitafakari hapa, ndugu zangu katika Kristo, ni kauli hii nzuri, kaa pamoja nasi, kaa pamoja nasi. Tumesikia walipokaribia Emausi, Yesu alionekana kama kwamba anataka kuendelea mbele. Nitaeleza kwa nini kama kwamba anataka kuendelea mbele. Ile aya ya 28, safari ya Emausi, safari nzuri. Lakini wanafunzi wakamsihi, wakamwambia, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana umekwisha. Ile aya ya 29. Huu ni mwaliko wa ukarimu, na ndio maana maandiko matakatifu yanasisitiza sana tusiache kuwa wakarimu, kwa sababu kwa ukarimu watu walipokea malaika bila kujua. Waraka kwa Ibrania ile sura ya 13 aya ya 2. Huu ni mwaliko ambao mimi na wewe tunaoelekea Emausi. Natamani tuuseme tena mbele ya Mungu, kaa pamoja nasi, kaa pamoja nasi. Wafuasi hawa walikuwa bado hawajamtambua mgeni huyu aliyekuwa pamoja nao, hawajatambua kila kitu anachoongea nao, ila ukarimu uliwaka ndani mwao. Walivutiwa na mgeni huyu japo walikuwa hajaelewa sana. Tuvutiwe na Kristo, tumwambie Kristo, japo hatuelewi mambo mengi sana, kwa sababu ya haya tunaoyapitia, kaa pamoja nasi. Niwaambie hapa kwa nini Kristo alikuwa anataka au anafanya kana kwamba anaendelea mbele. Mungu ajilazimishi kamwe, anasubiri mwaliko. Kwa namna ya fumbo, Kristo anaruhusu akaribishwe au akataliwe. Mwaliko rahisi ni kusema kaa pamoja nasi. Niwaambie ukweli, huu ni mwaliko ambao unafungua muujiza. Tumesikia neno la Mungu na tutamuona katika Ekaristi Takatifu. Tumwambie Kristo katika Ekaristi Takatifu, kaa pamoja nasi. Muujiza huu, nimesema hii kauli inafungua miujiza, muujiza ambao unaonekana baadaye katika Ekaristi Takatifu. Kristo anaonekana katika kumega mkate na wanamtambua. Hiki ni kilele cha tukio hili la safari. Hawakumtambua njiani, hawakumtambua kikamilifu katika maandiko, lakini walimtambua katika kumega mkate. Ekaristi Takatifu si ishara tu, ni kukutana au mkutano halisi wa nafsi zetu, wa mioyo yetu, wa akili zetu na Yesu Kristo mfufuka. Na wanapomtambua anatoweka. Hii ni kwa sababu Kristo hafungwi tena katika kuona kwa macho. Sasa yupo kwa namna pekee katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Niseme ukweli hapa, mimi na wewe tuna bahati sana. Tunasikiliza neno na tunampokea Yesu wa Ekaristi.
tuombe sana neema ya kutobaki Emmaus. Baada ya kumwambia kaa pamoja nasi, tumpokee vizuri katika Ekaristi Takatifu, ili Ekaristi Takatifu itupe nguvu ya kuelewa na kumtambua Kristo na itusaidie tusibaki Emmaus. Tumesikia, japo lilikuwa giza walirudi, japo muda ulikuwa umeenda walikimbia. Maandiko yanasema wakaondoka saa ile ile wakarudi Yerusalemu. Ile aya ya 33. Huzuni iligeuka kuwa furaha, giza liligeuka kuwa mwanga, mashaka yaligeuka kuwa tumaini, upweke uligeuka kuwa furaha ya pamoja, kukutana na Kristo kuligeuka na kuzaa utume. Tusali leo, tusali leo, kaa pamoja nasi Bwana katika mashaka yetu, katika changamoto zetu, katika familia zetu, katika biashara zetu, katika maisha yetu, ili macho yetu yafunguliwe kwa neno lako na tukutambue katika kumega mkate, ili turudi tena Yerusalemu tukiwa watu wapya, nasi tukutangaze tena sasa na hata milele. Amina. Safari ya Emmaus, safari ya Emmaus. Tumsifu Yesu Kristo. Niombee sana neema ya kutobaki Emmaus, ya kurudi Yerusalemu. Kila mmoja anafahamu Yerusalemu yake, kila mmoja anafahamu kule ambako ametoka sasa hivi, na anajua habari zote. Sasa anaelekea ambako siko. Mwombe Mungu akusaidie kurudi tena, turudi tena Yerusalemu. Mungu awabariki sana.